Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa Karumna na Kanyanyazi Katonda Murungi Bude bona wazo letu la leo, Mungu anatazama moyo. Mungu anatazama moyo. Mwambie jirani yako, Mungu anatazama moyo. Mungu anatazama moyo. Mwambie tena, Mungu anatazama moyo. Mungu anatazama moyo. Somo linalotuongoza ni kutoka katika Injili iliyoandikwa na Mathayo sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 23. Lakini mstari wa 23 unasema hivi: aliyepandwa penye udongo mzuri ni yule asikiaye neno na kulielewa. Huyu huzaa matunda, moja 100, mwingine 60 na mwingine 30. Waya wana methali inayosema bazara ombili kibazara moyo. Bazara ombili kibazara moyo. Mwambie jirani yako, bazara ombili kibazara moyo. Bazara ombili kibazara moyo. Yaani wanazaa mwili hawazai moyo. Wanazaa mwili hawazai moyo. Na ndio maana methali nyingine inasema barugarubundarumo tibauchana, wanatoka tumbo moja lakini hawafanani. Huyu ana moyo wa ukarimu, huyu ni mchoyo, lakini wanatoka tumbo moja. Barugarubundarumo tibauchana. Kwa hiyo tunapata aina 4 za moyo, aina 4 za moyo. Ukisoma kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 16 mstari wa 7, anasema mwanadamu utazama mambo ya nje, lakini Mungu anatazama moyo. Kwa hiyo tuna aina 4 za mioyo. Aina ya kwanza, moyo wa njiani au moyo wenye trafiki, moyo mgumu. Naomba tuseme moyo wa njiani. Moyo wa njiani. Naomba tuseme moyo wenye trafiki. Moyo wenye trafiki. Moyo mgumu. Moyo mgumu. Huyu moyo wa njiani ni mbegu zile ambazo zilidondoka njiani zikakanyagwa, lakini na ndege wakaja wakazidonoa. Kwa hiyo tunapata moyo wa njiani ni moyo mgumu. Wao wana methali inasema kitetengiali baibare, kitetengiali baibare, kisitojitingisha lijiwe. Hawa ni watu ambao hawaguswi, hawashtuki. Hawaguswi, hawashtuki. Neno la Mungu haliwagusi. Hata ukisemaje hawashtuki. Siku moja nilikuwa naenda Kigangoni kusali, nikafika sehemu ya kijiwe. Nikaona watu wanapiga soga siku ya Jumapili. Lakini nikaona baba mmoja amevalia rozari. Sema huyu ni Mkatoliki. Sasa baba, naomba tuongee kidogo. Akaja dirishani, akasema uingie kwenye gari. Akaingia. Akasema naomba twende tunaongea. Nikafunga milango, kwenda tunaongea. Tukafika kanisani, nikasema nilitaka tusali pamoja leo. Basi akahudhuria misa, tukamaliza, akaniambia Father, tangia leo naanza kusali kwenda kanisa. Nishangilie kwanza. Kilichofuata siku moja tena. Ina maana huyu ni moyo wa njiani, moyo ambao hauguswi. Mimi nifikiria nimemgusa, nifikiria hapa mambo yanakuwa poa, kumbe hapa ndakanikwepa kabisa. Huyu ni moyo wa njiani. Ni kama kitu kama kinaenda kwenye mstari, ili kienda vinginevyo kinahitaji nguvu kutoka nje. Huyu anahitaji Roho Mtakatifu, anahitaji nguvu ya ziada kutoka nje imsaidie, maana ni mazoea, na mazoea ni shati la chuma. Mwambie jirani yako, mazoea ni shati la chuma. Hakuna kitu kibaya. Kwa mfano, ukikosa kanisani mara 30 imekuwa mazoea, lakini ukienda kanisani mara 30 ni mazoea mazuri. Tuna aina ya pili, ni moyo wa mwambani. Naomba tuseme moyo usio na mizizi. Moyo wa mwambani. Unajua ni moyo ambao mbegu zilizopandwa mwambani ziliota haraka, lakini kwa vile ni mwamba hazina mizizi ya kina zikanyauka. Ni mtu anapata neno anasisimika. Ndio maana wao wanasema washambiarimo wanyukule bitura. Yaani umepata mboga, umetafuta mboga mara moja,
unasema ondoa nyanya, sitaki hivi nyanya chungu hivi sitaki. Lakini mara ya pili uleti mboga, mara ya tatu uleti mboga. Yaani ni mtu ana msisimko, lakini unaishia hapo. Ni kama nguvu ya soda. Ni kama nguvu ya soda. Sungura alikuwa anashindana na kobe. Shojogoto. Sasa sungura anakimbia. Akasema huyu utamshinda tu. Akasema tena ngoja nilale. Ngoja nijilaze kidogo. Akikimbia kidogo akalala. Sasa huyu kobe nikiamka tu tap speed basi akalala. Kumbe kobe anatembea polepole lakini anaenda. Anatembea polepole lakini anaenda. Anatembea polepole lakini anaenda. Kuinuka tu amuoni kobe. Akaanza kukimbia, anaruka, sungura anaruka wapi? Anamwona kwa mbali, karibu anakaribia ule mstari wa ushindi. Wapi? Kakataa. Kobe akashinda. Alidharau. Na mtu mwingine akasema, sintasali nikizeeka, sintaanza kwenda kanisani nikizeeka, bado mimi ni kijana. Ngoja niile raha, ngoja niponde raha. Lakini muda unaenda, anakuja kushtukia aweza kufanya yote. Kwa hiyo usisimame, ili mradi wala unaenda polepole, lakini nenda. Katika hadithi za Wagiriki, Ikarius alikuwa na mbawa za nta, wakamwambia usikaribie jua. Yeye akawa anaruka mbawa za nta, anakaribia jua, zile mbawa za nta zikanyanyuka, lakini hakusikiliza. Ni mwamba. Kuna watu hawaambiliki. Unajua moyo unalelewa kwa kuambiwa. Ndio maana unaona mapadri wanaenda mafungo siku 5, maaskofu wanaenda mafungo. Papa leo kuna naye mhubiria papa misa za kila siku. Wakati si kila mara papa anahubiri na kuna watu wanamhubiria. Kwa hiyo na mimi wakati mwingine huwa naenda kwenye mitandao kuwasikiliza mapadri wanahubiri. Naenda kwenye mitandao kumsikiliza Cardinal Tagle anahubiri, na mimi nipate kitu. Naenda kumsikiliza Bishop Robert wa Marekani anahubiri, na mimi nasikiliza, kwa sababu moyo unahitaji kuundwa, moyo unahitaji formation, moyo unahitaji majiundo, moyo unahitaji kulelewa. Moyo wa aina ya tatu, moyo wa miibani. Naomba sema moyo wa miibani. Huyu ni moyo uliogawanyika. Ni kama mtu anafukuza sungura wawili kwa wakati ule, utapata hata mmoja. Ni moyo uliogawanyika. Katika mitolojia ya Ugiriki kuna mtu anaitwa Midas. Alikuwa ni mfalme. Aliomba atakachokigusa kiwe dhahabu. Sema, Mungu naomba atakachokigusa kiwe dhahabu. Akagusa chakula kikawa dhahabu, mkashindwa kula. Akagusa maziwa yakawa dhahabu, akashindwa kula. Wakati wa kulala ukafika, akamgusa mke wake akawa dhahabu. Akasema Mungu nimeomba vibaya. Akarudia ombi. Sasa ni tamaa mbele, mauti nyuma. Uliyekake uiguse mfundo, kidogo, lakini tamaa mbele, mauti nyuma. Sasa miiba, wale wana methali inasema mituliza mingi ujembwa, miruzi mingi inambabaisha mbwa. Yaani unasikia hili, unasikia lile, litakubabaisha. Miruzi mingi inababaisha. Kuna malezi umeyapata toka kwa wazazi, lakini wale peers wenzako wanakutia maneno mengine, sema iwarengara tiku bigenda. Sasa hiyo ni miruzi mingi. Wengine wanajenga familia kwa kusikiliza hadithi za virabuni. Mimi nakwambia mke usimpatie mboga, yeye atatafuta. Wewe nyamaza tu, atatafuta. Sasa ndio ushauri unapata wapi? Ushauri unapata virabuni. Hiyo haikusaidii, ni miruzi mingi. Una wajibu wa kuwajibika kama baba wa familia. Kwa hiyo miruzi ni mingi, lakini lazima tusikilize neno la Mungu linasemaje. Biblia inasemaje? John D. Rockefeller, tajiri wa Marekani, walimuuliza ni kiasi gani cha fedha kinamtosha mtu? Akajibu kidogo zaidi ya alicho nacho. Lakini kidogo zaidi alicho nacho unaweza ukakitafuta ukasahau mambo mengine, ukamsahau Mungu. Leo ni Jumapili. Wakati tuna misa za asubuhi sana pale Nyakanga, ili watu waende kwenye biashara.
Lakini na mtu mwingine haendi huko misa, anaenda kwenye biashara, hata na wateja hawapati, kwa sababu wengine wako bado kanisani. Anakaa ule muda ambao angeenda kwa Mungu, masaa ya kwanza ni ya Mungu, lakini unaona ni shughuli kwenda mbele. Ubize unamfanya asiende kanisani. Na ubize ndio umletea shida Adamu. Wakati nyoka anakwenda kumjaribu Eva, Adamu alikuwa bize. Ubize. Mwambie mwenzako acha ubize. Mwambie acha ubize. Mpe Mungu nafasi, mambo yaishi. Moyo wa rutuba. Moyo wa rutuba ni moyo unaotoa matunda, ni moyo wenye huruma, moyo wenye msamaha, moyo wa ukarimu, moyo wa rutuba. Siku moja simba alitaka kumla panya, alikosa chakula, kaona kapana, kakamata panya, akasema nisamee na mimi nitakutendea wema. Sema wewe panya, unitendee wema mimi simba wa nyika, wewe panya ulivyo mdogo namna hii, wacha kiburi, wacha majivuno. Simba akasema, nani panya akasema nitakutendea wema. Ikapita miezi, simba akakamatwa kwenye mtego, ni makamba tu yamezunguka. Panya akaja akasema, simba pole sana, na mimi leo narudisha fadhila. Akaanza kungata kamba pole pole, anaangata kamba pole pole, anaangata kamba, akamfungua simba. Akatenda wema. Ndio maisha, ndio moyo wenye rutuba, moyo wa kutenda wema. Tenda wema uende zako, wema uozi. Mwambie jirani yako, tenda wema uende zako, wema uozi. Ninachokuomba sana, lea mioyo ya watoto wako, lea moyo. Lakini mtoto asiyejilea, wanaomlea wanafanya kazi bure. Mtoto asiyejilea, wanaomlea wanafanya kazi bure. Na wewe mtu mzima lazima ujilee. Hata sisi tukihubiri, usipojilea tunafanya kazi bure. Lazima ujilee, lazima utafakari, useme mimi hapa siwezi kuingia, hapa ili siwezi. Ekibikie manya nenkoko yetaya, ekibikie manya nenkoko yetaya. Yani kuku anajiingiza ndani, angoje wamuingize ndani, akizubaa mbwe wanamaliza. Ekibikie manya nenkoko yetaya. Ujijue, kwa watu unaonekanaje, kwa watu wanakusemaje. Ekibikie omubini wanyampa umukibu unanganyira. Ujijue, na ukishajijua itakusaidia. Ujijue, ujilee. Unajilea namna gani? Kwa kuja kanisani. Unajilea namna gani? Kwa kusoma neno la Mungu. Unajilea namna gani? Kwa kupata masakramenti. Unajilea namna gani? Kwa kutubu, kwa kufanya toba. Ekibikie manya nenkoko yetaya. Tumsifu Yesu.